Diamond Platnumz ameweza kueleza kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yake na juu ya yeye kuweza kufumaniwa na bibiye Tanasha Donna, na ameweza kufunguka akisema ya kwamba kiukweli kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea katika maisha yangu, hivyo napenda kuchukua nafasi hii ya kuweza kukiri kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yangu, kwa sababu najua kuna mengi ambayo yameweza kutokea, na leo hii niko hapa kwa ajili ya kuweza kufuta kila kitu ambacho kilichoweza kutokea kwenye maisha yangu. Najua kuna wengi watajieleza juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea, lakini ukweli ni kwamba watu wengi hawaamini kwenye yale ambayo yaliweza kutokea katika maisha yangu, bali wanaamini kwenye kile ambacho wao wanachokiamini, na mimi niko hapa kuweza kusawazisha kila changamoto ambayo iliweza kutokea katika maisha yangu, na ninaamini Mungu atasimama nami, kwa sababu hicho kitu sijawahi kukifanya, bali ni mistake ambayo iliyoweza kutokea, kwani kuna vingi ambavyo vimeweza kutokea na wengi wao walitamani sana kuweza kufunguka vingi juu ya hiki ambacho kinachoendelea sasa, ila nina imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kitakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora zaidi. Najua kuna wengi wanaumizwa na hiki kinachoendelea, ila ifike kipindi kila mtu aweze kutambua thamani yake kwa namna moja ama nyingine, kwani kuna vingi ambavyo vipo na kila mtu anatamani sana kuweza kuelewa na kutatua kila changamoto ambayo imekuwa ikimkabili katika maisha yake, na wengi wao walikuwa wakikiri na kusema tunatakiwa kuweza kupambana na kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora zaidi, kwa sababu kila mtu anaamini ya kwamba bibiye Tanasha Donna amekuja kuweza kuharibu ndoa ya bibiye Zuchu, kwa sababu Zuchu aliweza kumkaribisha kwa amani na furaha, lakini malipo yake ambayo aliweza kumfanyia kiukweli kila mtu hakuweza kuyavumilia, ila yote ya yote tunaamini kila kitu kitakwenda kuwa sawa kutokana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika mitandao ya kijamii. Bwana, mambo ni mengi sana juu ya hiki ambacho kinachoendelea sasa hivi. Mimi naomba nikukumbushe kitu kimoja, kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Sina la ziada, wacha nikutakie siku njema na kazi njema.